Yes, bwana, mambo vipi? Ili wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe kwenye page yetu, utakuwa umetisha kinoma noma. Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, hii leo imemtambulisha kocha mkuu wake ambaye ni Miguel Gamondi, kocha ambaye ashawahi kuhudumu katika timu ya Yanga pamoja na Singida Black Stars. Na vile vile tulimuona kama kocha wa mpito katika mashindano ya AFCON ambayo yamepita, yalifanyika nchini Morocco, na Miguel Gamondi alisuka timu ya taifa ya Tanzania na kuonekana kuwa timu tishio katika mashindano ya AFCON ambayo Tanzania alifika katika hatua ya 16 bora na kutolewa na mwenyeji Morocco. Lakini hapa niko na mchambuzi wa masuala mazima michezo na burudani, atakuja kumgusia kwa undani Miguel Gamondi anaweza kubadilisha timu ya taifa ya Tanzania kwa namna gani, au timu ya taifa ya Tanzania inahitaji kocha mwingine zaidi ya Miguel Gamondi. Niko na mchambuzi hapa, atagusia kwa undani kabisa. Kwanza kabisa, ukimwongelea Gamondi unamwongelea kocha bora sana ambaye anajua kufundisha, pia ana uwezo mkubwa sana, kwa sababu ukimwongelea Gamondi alikuwa Yanga Africa, na kule Yanga Africa alikuta timu ya Yanga ni ya kawaida sana, lakini alijua kuiboresha na ikawa timu bora. Pia vile vile akaenda Singida Big Star akaifundisha vizuri, ikawa timu bora ambayo inaogopeka hadi sasa hivi. Hauwezi kutaja ligi ya Tanzania usimtaje Singida Big Star kwa uwezo wake alionyesha huyu kocha kuifundisha. Lakini vile vile Gamondi tunajua kabisa alikawa anaifundisha timu ya Tanzania hapa, akaifundisha vizuri sana, ameisuka ikawa timu bora, timu tishio. Tunajua kabisa hapa timu ya taifa yetu Tanzania tuko mashabiki wengi sana wamekatia tamaa timu yao, lakini tangia aje Gamondi kuifundisha amekuwa ni watu wamerudisha tumaini kwa watu na mashabiki wa Tanzania kwa kuiangalia timu yao inacheza mpira mzuri sana. Kwa hiyo mimi naona Gamondi kusaini mkataba wa Tanzania kuifundisha ni jambo zuri sana, pia utakuwa ni msaada mzuri sana na kuifundisha timu ya Tanzania kwa kuisuka upya kwa timu bora, kwa sababu ni kocha ambaye ana vigezo vingi sana, pia anaogopeka kwa sababu ni kocha ambaye anajua kufundisha kinoma noma. Umeonaje uwezo wa Miguel Gamondi wa ufundishaji wake katika mashindano mazima ya AFCON, yeye kama alivyosimama katika bench kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania? Ukimwongelea Gamondi ni kocha ambaye ana mbinu sana, ana mbinu za kufanya uwanjani, anajua anafanya nini akiwa anafundisha. Pia tunajua kabisa kocha kama kocha lazima uwe na mapenzi makubwa sana na wachezaji. Gamondi ni mtu ambaye anasifika sana kuwa na wachezaji, anaishi nao vizuri sana, pia anapendana sana na wachezaji. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa kocha kuwini kwa wachezaji ni kuwa na upendo nao, pia kushare na kila kitu matatizo mbalimbali. Kwa hiyo Gamondi ni kocha ambaye anajituma sana, pia ana upendo mkubwa sana, ndio maana wachezaji wanampenda sana. Timu yote atapotoka Gamondi, wakiondoka wanakuwa wachezaji wanaumia kwa nini anaondoka. Kwa hiyo mimi naona Gamondi ni mtu ambaye anajua kufundisha, pia ana upendo, anajua kuishi na wachezaji. Kwa hiyo naona vitu hivyo vinafanya Gamondi awe kocha bora, pia hata akiwa mazoezini wachezaji wanamsikiliza sana. Je, unaonaje kuhusiana na swala zima la Gamondi? Gamondi kweli ni kocha ambaye anastahili kuifundisha timu ya taifa ya Tanzania, au Tanzania wangetafuta kocha mwingine mwenye profile kubwa ya kumzidi Miguel Gamondi? Gamondi anafaa sana kuifundisha Tanzania kwa sababu tumeona na katuonesha katika kipindi hichi cha katikati ilikopo tunacheza na timu ngumu sana, lakini wenyewe sisi mashabiki tunajua kabisa tunaenda kufunga magoli mengi sana kwa sababu tumecheza na timu vigogo ambao wana uwezo mkubwa, daraja lao ni kubwa sana. Lakini Gamondi ameonesha ukocha, amejua kuongea na wachezaji wake, na kweli wamekuwa wamecheza vizuri, na ameonesha timu yetu ni timu nzuri sana, kwa sababu ukiongelea hapa katikati tulicheza na Morocco ikawa vita kubwa sana na tulicheza vizuri, na wewe mwenyewe uliona kabisa tulivyocheza na Morocco. Kwa hiyo naona kabisa kocha Gamondi ana mbinu nyingi sana na ni kocha mzuri. Kwa hiyo mimi naona kumwaga wino pale kuifundisha Tanzania ni jambo zuri sana na tumepata kocha. Kwa wewe unadhani labda, au unaviona wewe mbinu za Miguel Gamondi zinatosha kabisa kuifanya Tanzania ije kuwa timu tishio hapa Afrika? Sana tena tutafika mbali sana, kwa sababu Gamondi cha kwanza kabisa anachowini, anaongea na wachezaji vizuri, agombani na wachezaji, ana upendo, afu ni kocha ambaye ana mbinu, ni kocha ambaye ana sifa zote. Kwa hiyo mimi ninavyoona Tanzania itafika mbali kwa huyu kocha, na kocha anajua mchezaji gani mzuri anafaa kuingia uwanjani, anajua huyu mchezaji huyu anataka nini. Kwa hiyo mimi naona kabisa Gamondi hizi sifa anazo. Pia ukiangalia vile vile tunajua kabisa timu ya Tanzania tuna mchezaji kama Samata, ni mchezaji mkubwa sana, ana uwezo mkubwa, lakini Gamondi alikuwa anamwanzisha benchi kwa sababu aliona kwa sasa hivi atofai, hawezi kupambana kama vijana wadogo ambao wapo sasa hivi. Kwa hiyo ni kocha ambaye haogopi kuchukua maamuzi, ni kocha anajua anafanya nini akiwa uwanjani anafundisha timu. Tutarajie mambo makubwa kwa hiyo kupitia Miguel Gamondi
Gamondi, maana tunajua kabisa AFCON inayokuja Tanzania, Kenya na Uganda. Tanzania akiwa kama mwenyeji mwenza na hao wenzake Kenya pamoja na Uganda. Unavyoona wewe, Tanzania ana uwezo wa kuonyesha kitu, au Tanzania anaweza akachukua kombe kutokana na mbinu za Miguel Gamondi? Ukiacha kuchukua kombe, itakuwa ni timu ambayo inaongeza uzito, inaongeza ushindani mkubwa sana, kwa sababu tunaona kabisa Gamondi alianza kuifundisha timu ya Tanzania, amekutana na timu vigogo nyingi, ukiangalia Nigeria amekutana nao, amekutana na Morocco, alafu ni timu ambazo amewapa pressure sana na amejituma sana, ameleta ushindi mkubwa sana. Kwa hiyo mimi naona pale Gamondi atapambana, ataipambania timu ya Tanzania na itakuwa ni timu ambayo ina ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo naona tuna mafanikio makubwa sana. Kwa wewe unaona kitu gani labda Miguel Gamondi aongeze ili timu ya taifa ya Tanzania iwe bora, pengine labda kwenye mbinu au kwa wachezaji, labda aongeze wachezaji wa namna gani ili timu ya taifa ya Tanzania iwe bora? Cha kwanza kabisa ni kocha ambaye ana jicho la kuona mchezaji gani anafaa anze, mchezaji gani anafaa ingie kikosi cha kwanza. Kwa hiyo naona kabisa ana jicho la kuona wachezaji wazuri. Pia naona kabisa msimu huu kuna wachezaji wengi sana wa Tanzania wamefanya vizuri, wamejua kupambana. Kwa hiyo mimi naona watafanya vizuri sana na kufanya timu iwe bora sana, kwa sababu ni kocha ambaye anajua afanye nini akiwa uwanjani. Narudia tena, ni kocha ambaye ana uwezo mkubwa sana, ana mbinu, anajua kuangalia wachezaji wazuri, ni nani anafaa na nani hafai. Kwa hiyo mimi naona ni kutumwachia kocha tu, kocha mwenyewe anajua atafanya nini akiwa na hii timu. Yote kwa yote bwana, hapa nilikuwa na mchambuzi wa masuala mazima ya michezo na burudani, alikuwa anamgusia Miguel Gamondi kuhusiana na kulamba kandarasi ya kufundisha timu ya taifa ya Tanzania, kwa sababu hii leo amesaini mkataba wa miaka 2 kuiongoza timu ya taifa ya Tanzania, yeye kama kocha mkuu. Na hapo awali alikuwa kama kocha wa mpito, lakini hivi sasa ndio kocha ambaye anainoa timu ya taifa ya Tanzania. Na mchambuzi hapa ameelezea masuala mengi kuhusiana na Miguel Gamondi, amempa sifa zake, kwa sababu Waswahili anasema mtu apewe maua yake akiwa hai, asije akapewa maua yake akiwa amekufa. Huyu bwana ameweza kumgusia kwa undani kabisa Miguel Gamondi na jinsi gani au mbinu zake ni zipi, atafanya nini kwa ajili ya timu ya taifa ya Tanzania iweze kusonga mbele, kwa sababu mwaka unaokuja Tanzania ni wenyeji wa AFCON. Bwana Gamondi na ndio atakuwa kocha mkuu, ataweza kuiongoza timu ya taifa ya Tanzania. Je, timu ya taifa ya Tanzania itafika wapi? Inaweza kutoboa kufika katika hatua za mbele zaidi kama msimu ulioisha, kufika katika hatua ya 16 bora. Lakini nakukumbusha tu mdau wangu, shusha comment yako baada ya comment session. Vile vile usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare katika page yetu.